Hakuna. Arusha, asanteni sana. Tumefurahi kukutana na nyie na mnatutia nguvu, mnatupa nguvu ya kuendelea na mapambano. Tunapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini tukiwa na nyie tuko imara. Ninawashukuru sana kwa niaba ya chama chetu. Nataka niseme mambo kadhaa mbele yenu. Jambo la kwanza, tuko kwenye operation kubwa ya chama, operation ya no reforms no election. Chama chetu katika wakati mbalimbali kimeibua ajenda kubwa katika nchi hii. Ajenda ya kwanza iliyoungwa mkono sana na wananchi ni ajenda ya wizi wa mali za umma, ajenda ya ufisadi iliyoasisiwa na Dr. Slaa na Tundu Lissu pale Mwembe Yanga. Ajenda ya pili ilikuwa ni ajenda ya utetezi wa rasilimali za nchi yetu, wizi wa madini na usafirishaji wa mali ikiwemo wanyama hai na kuacha Watanzania wakiwa maskini, iliungwa mkono sana na nyie Watanzania. Ajenda ya tatu ni katiba mpya, na hizo ajenda ziliungwa mkono sana na zilisababisha mashambulizi makubwa dhidi ya chama chetu. Ajenda ya nne ambayo imeungwa mkono na taifa zima ni ajenda ya Watanzania kutaka uchaguzi huru utakaowapa viongozi wanaotokana na kura zao, ajenda ya no reform no election. Na imesababisha serikali imechanganyikiwa, imechizi. Serikali inatumia kila aina ya mbinu kujaribu kuiua Chadema. Mnisikilize, kuna mashambulizi mengi yamefanywa. Shambulio la kwanza ilikuwa ni kutumia watu tuliokuwa nao kuandika barua kwa msajili kwa maagizo ya msajili mwenyewe kwamba wapinge uchaguzi wa ndani ya chama chetu, uchaguzi ambao ulikuwa most transparent election, uchaguzi wa wazi uliorushwa na TV zote, kila Mtanzania akaushuhudia na taifa zima halikulala, ikiwemo rais hawakulala wakiangalia uchaguzi wa chama chetu ulivyokuwa wa wazi, huru na haki. Kila mtu aliona ule uchaguzi ulivyokuwa huru, haki. Wakaandika hiyo barua mwezi wa 3, wakaipeleka kwa msajili. Lakini vile vile wakatumia viongozi tuliokuwa nao kutoka Zanzibar. Aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa miaka 15 kutoka Zanzibar akaandika kesi ambayo aliifungua akishirikiana na msajili msaidizi Sisti Nyahoza, kwa kufungua kesi kwamba Zanzibar inadhulumiwa na sisi wa bara na chama kutoka bara. Basi tukasema kama kuna dhuluma, si maombi angekuwa sasa ni hizo mali zigawanywe kwa haki. Lakini badala ya kuomba maombi hizo mali zigawanywe kwa haki, akaomba maombi kwamba chama kizuiliwe kufanya kazi zake zote za kisiasa. Kwamba wewe unadai mali haigawanywi kwa haki, lakini unataka watu wa Ngarenaro wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Watu wa Tarime wasikae kikao cha chama kujadili masuala ya chama. Hiyo inawaambieni nini? Kwamba mtu aliyekuwa madarakani kwa miaka 15, yeye ndio alikuwa madarakani, ametoka juzi, hakuwahi kuona Zanzibar inadhulumiwa akiwa madarakani. Ametoka tu ndio akakumbuka kwamba Zanzibar inadhulumiwa na bara. Hiyo ni vita ya pili. Vita ya tatu ikawa ni kumkamata mwenyekiti wetu tukiwa Mbinga. Wakamfungulia kesi ya uhaini ya uongo. Mtu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamuokoa, amesimama akiwa na risasi mwilini mwake. Kesi ya uhaini, watu wa Arusha, hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa ukikutwa guilty. Wanajaribu wamuue. Wakategemea chama kitapara rais, kitarudi ndani, kitaenda kulia free Lissu. Tulipokutana kwenye kikao nilichokiongoza, tukasema akipigwa mmoja wetu risasi, tuliobaki tunasonga mbele
tulipoisha na tukaendelea na operation aliyokuwa ameanzisha Tundu Lissu, tulipoenda kanda ya Ziwa, mapokeo yamekuwa makubwa kuliko walivyotegemea. Wakajaribu na kuanzisha chama kikaragosi. Hizi zote ni mbinu za kujaribu kuishambulia Chadema, lakini nyie wa Tanzania mmekataa kuona Chadema inakufa mbele ya macho yenu, mnaendelea kuiunga mkono. Sasa jana mmemsikia msajili amesema kwamba anaifutia Chadema ruzuku, anatishia kukifuta chama hiki kinyume cha utaratibu wa sheria. Tukijaribu kueleza mambo yote, hata hiyo barua yenyewe ya huyo aliyelalamika, mwanzo aliandika kama anamwandikia msajili rufaa. Sisi tukamjibu msajili kwamba wewe sio mamlaka ya rufaa ndani ya chama chetu. Chama chetu kina vyombo vyake vya kufanya rufaa kama mtu ana malalamiko. Kwa hiyo kama mtu amekuja kwako, mwambie arudi ndani ya chama, ashughulikiwe ndani ya chama. Msajili akamwambia toa hiyo barua, andika barua kama malalamiko. Kwa hiyo barua yenyewe imeandikwa na msajili, yeye ndio mshtaki, yeye ndio mlalamikaji, alafu yeye ndio jaji anayetaka kutoa hukumu dhidi ya chama chetu. Sasa ndugu zangu, maamuzi ya tuliotoa tarehe 23 na tarehe 24 ni maamuzi ya kamati kuu ya chama chetu, hayakuwa maamuzi yangu binafsi. Chama chetu kilisema barua ya msajili ni batili kupitia kamati kuu ya chama chetu. Sasa na kimeendelea kutambua viongozi wetu wale tuliowateua kwenye baraza kuu la tarehe 22. Tunafanya nini baada ya hapo? Tumeitisha kamati kuu ya chama tarehe 3. Tutarudi kwenye kamati kuu kujadili barua ya msajili na tutatoa mwelekeo wa nchi ni wapi tunaelekea. Nataka nitumie nafasi hii kumwambia Rais Samia, kwa sababu najua ndio yuko nyuma ya hili jambo, kujaribu kuishambulia Chadema na ajenda yake. Rais Samia, ukijaribu kufunga mbinu za kidemokrasia za watu kudai haki yao, watu wanauawa, watu wanatekwa. Mimi nimeambiwa jana kwamba niangalie sana namba zangu zinahesabika. Nataka niwaambie watu wa Arusha, sitakimbia nchi hii hata dakika moja. Nitakuwepo kama damu yangu itamwagika katika kutetea haki na usawa katika nchi hii, na imwagike, lakini msirudi nyuma, tusonge mbele mpaka tutakapopata mabadiliko ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu msajili ni adui wa demokrasia ya nchi yetu. Alifanya hivyo kwa CUF. Mbatia Lipumba aliyejiuzuru mwenyewe mbele ya uso wa dunia, akatoka kwenye chama, akabaki Maalim Seif. Lipumba akaenda akakaa miezi iliyotosha, akarudi msajili akapora chama, akamkabidhi Lipumba na akampa ruzuku Lipumba. Msajili huyu ameipora NCCR kutoka kwa James Mbatia, akakabidhi kikundi kingine cha watu. Leo tarehe 28, Mahakama Kuu ya Dodoma imesema uamuzi aliofanya msajili ni uamuzi wa kihuni, ulivunja sheria, chama kirudi kwa Mbatia. Kwa hiyo msajili anahusika kuua chama, anahusika kuua vyama ndani ya nchi. Ni adui wa demokrasia ya nchi yetu, anataka kujaribu kuiua Chadema. Nataka nimwambie hataweza, na Chadema haiwezi kufa, itasonga mbele kutafikia Watanzania. Watu wa Arusha, kwa nini tuko hapa kuzungumzia uchaguzi? Kwa nini tunazungumza? Kila aliyepanda hapa anasema kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi. Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. C,
serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa tunaposema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote, maana yake ni kwamba badala ya wewe, mimi, mtu wa Tarime na mwingine kwenda bungeni tukajiwakilishe, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba. Tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa marais, tunateua mtu mmoja awe rais, asimamie rasilimali zetu kwa niaba yetu. Ndio maana ya katiba kusema hivi. Ndio maana ya katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka, na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wako, ustawi wa mwananchi. Serikali itumie rasilimali zetu kufanya muishi vizuri. Ustawi maana yake ulale sehemu nzuri, upate chakula, utibiwe vizuri, watoto wako wasome vizuri. Leo tunazungumza Arusha, miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu, kwenye nchi ambayo imejaliwa rasilimali za kila aina. Ukianzia ukanda wa Pwani, Dar es Salaam, unakutana na bandari ambayo ina kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na nautical maili 200 kuingia ndani. Tuna misitu. Mbuga ya Seru ni mbuga kubwa kuliko zote dunia nzima, iko ukanda wa Pwani. Ukienda Lindi na Mtwara, unakuta mpaka kule Ruangwa, unakuta dhahabu, unakuta kopa zinazotumika kutengeneza nyaya za umeme. Kopa inatoka Tanzania. Huo ni ukanda wa Pwani, na mambo mengine mengi tunaweza kuzungumza mpaka kesho asubuhi. Ukija ukanda wa kaskazini, unakutana na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Unakutana na madini ya Tanzanite ambayo hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ukienda ukanda wa Ziwa, na hapo ukanda wenu pia, unakutana na mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro. Hizo ni rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea hapo. Ukienda ukanda wa Ziwa, ukianzia kule kwetu Tarime, unakutana na dhahabu. Nenda Geita ni dhahabu, nenda Kahama ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu. Kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Tanzania ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi kwenye dunia hii. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu, kwa gramu moja ya dhahabu ni shilingi 290. Nikisema gramu ni ule wembe ukiuchukua ukauvunja hivi, kale kamoja kale ndio shilingi 290. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu. Ukiwa kwenye ukanda wa Ziwa, unakutana na ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, na pili duniani, ziwa Victoria. Ukiwa kule Kagera, unaenda sehemu inaitwa Kabanga, unakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na yatumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Haya ndio madini ambayo leo yanaenda kutengeneza magari ambayo dunia inabadilika kutoka kwenye magari yanayotumia mafuta inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Hayo madini yanatoka Tanzania, Kabanga, Kagera, madini ya nickel na cobalt. Ukienda ukanda wa kati, ukizungumza kuhusu Singida, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, na Singida kunatoka pia mabomu ya nuclear na umeme wa nuclear, nguvu za nuclear. Madini haya yako hapa. Ukienda kule Nyasa, ukianzia ziwa Ngozi, tuna geothermal chini inaweza kutumika kutengeneza umeme wa kulisha Afrika nzima, umeme wa joto ardhi. Unaenda Chunya, unakutana na dhahabu. Ukienda Njombe, unakutana na mlima wa chuma ambacho tunaweza kutumia miaka 100 kwenye mlima unaitwa Liganga. Mungu maeneo mengine aliweka chuma chini ya ardhi, unaenda kuchimba. Sisi alituwekea mlima na akatupa makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma na mchanga wa kusafishia hicho chuma akauweka pale Iringa. Kwa hiyo tunaweza kuchuma chetu, nondo za kujengea, kila kitu tukatoa Tanzania kwa miaka 100 bila kununua chuma kutoka nje. Tumepewa kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Miaka 63 katikati ya utajiri. Wimbo wa Bob Marley tuliokuwa tunamsikia naimba hapo One Love, kwenye wimbo wake wa Rap Race,
anasema in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga anakuwa na kiu. Katikati ya utajiri wa Tanzania tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wanafanya maisha yetu yawe magumu. Na watu tunaojaribu kusema kwamba rasilimali zetu zitumike kwa ajili ya watu wetu, wanatuwinda, wanatuua. Unakuwaje na nchi ambayo mtu anapoandika kwenye mtandao wa Twitter adhabu yake inakuwa ni kuuawa? Hiyo ni nchi ya aina gani? Kazi namba moja ya rais kama amiri jeshi mkuu ni kulinda uhai wa watu wa nchi yake. Watu wameuawa, wanatekwa. Leo kila kona ya nchi watu wanalia, rais yuko kimya. Mbunge wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa NEC wa Chama cha Mapinduzi anatoka anasema watu 83 wametekwa. Badala ya wabunge wenzake kumunga mkono, wanamshambulia. Chama cha CCM kinamshambulia mtu anayekemea mauaji. Maana yake ni nini? Kwamba UVCCM wanakingia kifua wauaji, wanakingia kifua watekaji. Inakuaje? Chama tukianzisha Mwalimu Nyerere kuleta ukombozi wa nchi, kuleta ukombozi wa Afrika, leo kimegeuka kuwa genge la watekaji, kinakingia wauaji kifua, kinazuia sauti za Watanzania wanaokemea mauaji. Ndugu zangu, watu wa Arusha, dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi iokoe dunia nzima hii? Anapouawa mtu, anapopotezwa mtu. Ndio maana Israeli mtu mmoja wa kwao akitekwa, nchi inasimama kwenda kumfuata, kwa sababu mtu thamani yake hailinganishwi na kitu chochote. Inawezekana tunaishi kama kuku, haujui kesho yako, katika nchi ambayo tunaambiwa tuna rais. Hotuba ya mambo ya ndani ya nchi bungeni inageuka kuwa hotuba ya kuzungumza kuhusu rais, kwamba wabunge wanamlinda rais asisemwe. Polisi wetu hawa askari, sisi hatuna ugomvi nao, hasa hao wadogo. Tuna ugomvi kwa sababu wanatumika, lakini personal kama chama tuna ugomvi nao kwa sababu polisi ni a noble profession, ni kazi takatifu. Kwenye dunia nyingine wanawaita man in uniform. Akiingia kwenye gari akakuta siti moja, wewe unamsimama unampisha yeye akae, kwa sababu risasi ikipigwa hapa, wakati sisi tunakimbia hivi kwa maisha yetu, yeye atakimbia kufuata risasi ili atulinde sisi. Wamekula kiapo cha kutulinda. Leo Wizara ya Mambo ya Ndani badala ya kujadili kuhusu pension ya askari, badala ya kujadili kuhusu mshahara wa askari, mbunge wa viti maalum, badala ya kujadili kuhusu maisha ya askari, analipwa mshahara milioni 18 mbunge, askari analipwa shilingi 400,000. Dunia hii hakuna kitu cha thamani kuliko uhai wa mtu. Unaweza kuwa maskini leo ukazaa mtoto ndiye akavumbua dawa ya kansa akaokoa dunia nzima. Ndege unayoiona ni fikra za mtu mmoja. Speaker tunazotumia ni thinking ya mtu mmoja. Kamera tunazotumia, kila kitu duniani kimevumbuliwa na mtu mmoja.